Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunakaribisha tena katika taarifa yetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ikiwa itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabonea na comment vile vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Unaweza ukatuandikia kwenye namba ambayo niendelea kuiona kwenye video kwenye picha na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada kusikiliza matangazo yetu mpaka mwisho, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani. Asante sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Karibu katika taarifa hii ya habari za mchana. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo la Ziralo wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini, baada ya mapigano makali kuripotiwa kati ya waasi wa M23 na ungwa mkono na Rwanda na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu tukio hilo, baada ya saa kadhaa za mapigano yaliyotokea katika eneo la Ziralo, waasi wa M23 wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa Lumbishi, eneo ambalo limekuwa limedhibitiwa na wazalendo hapo awali. Mapigano hayo yameonyesha kwamba licha ya juhudi za kisiasa na kidiplomasia za kutafuta suluhisho la mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kijeshi katika maeneo ya Kalehe bado ni ya wasiwasi. Tukio la Lumbishi lina umuhimu mkubwa kwa sababu Ziralo ni eneo lenye nafasi ya kimkakati katika harakati ya kijeshi ndani ya Kalehe. Mabadiliko ya udhibiti wa maeneo kama Lumbishi yanaweza kuathiri usalama wa vijiji vya jirani pamoja na njia zinazotumiwa na raia na vikosi vya wapiganaji. Hata hivyo, taarifa hizi za awali hazijatoa picha kamili kuhusu ukubwa wa eneo lililodhibitiwa na M23 baada ya mapigano, wala idadi kamili waliouawa au kujeruhiwa. Kwa hiyo ni muhimu kutenganisha taarifa zinazothibitishwa na madai ambayo bado hayajafanyiwa uthibitisho uhuru. Wakati mapigano yakiendelea katika eneo la Ziralo, tukio jingine kubwa limeripotiwa katika eneo la Katale, ambako inadaiwa kuwa M23 ilitumia droni za kujilipua kushambulia eneo hilo. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba Katale, kwa mujibu wa taarifa hizi, haikuwa kwenye mstari wa moja kwa moja wa mapigano. Hii inaibua maswali kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya kiteknolojia ya mashambulizi ya mbali katika mzozo huu. Taarifa za awali zinasema kuwa mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya raia kadhaa, huku idadi ya waliouawa au kujeruhiwa ikiwa zaidi ya 10. Hata hivyo, idadi hiyo bado inapaswa kuthibitishwa na vyanzo huru, kwa sababu taarifa za awali kutoka eneo la vita zinaweza kubadilika kadri taarifa zaidi zinavyoendelea kupatikana. Ikiwa madai hayo yatathibitishwa, tukio hili litakuwa na athari kubwa kwa raia, hasa kutokana na ukweli kwamba mashambulizi ya anga yanaweza kuongeza hofu na kusababisha watu kuondoka maeneo yao ili kutafuta usalama. Kwa mtazamo wa kiusalama, matukio haya mawili yanaonyesha mambo mawili muhimu. Kwanza, udhibiti wa maeneo bado unaweza kubadilika kwa haraka. M23 kuchukua tena Lumbishi baada ya mapigano na wazalendo kunaonyesha kuwa mstari mbele katika eneo la Ziralo bado haijatulia. Eneo linalodhibitiwa na upande mmoja leo linaweza kubadilika kesho kutokana na mashambulizi au mashambulizi ya kujibu. Pili, matumizi ya droni katika maeneo yaliyo mbali na mstari mbele yanaongeza hatari kwa raia. Teknolojia hii inapokuwa sehemu ya mapigano, maeneo ambayo hapo awali yalionekana kuwa mbali na uwanja wa vita inaweza pia kuwa katika hatari ya kushambuliwa. Hali hii inaweza pia kuongeza wimbi la watu wanaokimbia makazi yao, hasa ikiwa mapigano yataendelea kuenea kutoka maeneo ya mapigano kuelekea vijiji na vituo vya biashara. Kwa wakazi wa Ziralo na maeneo ya jirani, changamoto kubwa sasa ni usalama wa maisha na mali. Mapigano yanaweza kusababisha shughuli za biashara, usafiri, elimu na huduma za afya kuvurugika. Zaidi ya hayo, ikiwa taarifa kuhusu vifo vya raia huko Katale vitathibitishwa, swala la ulinzi wa raia utakuwa muhimu zaidi. Raia wanapaswa kuwa mbali na maeneo ya mapigano, na pande zote zinazopigana zinapaswa kuheshimu wajibu wao wa kulinda raia kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kwa sasa hali katika eneo la Ziralo na maeneo ya Kalehe bado ni mbaya. M23 inaripotiwa kurejesha udhibiti wa Lumbishi baada ya mapigano na wazalendo, huku Katale ikiripotiwa kushambuliwa kwa droni na kusababisha vifo vya raia. Kinachofuatia sasa ni kuona kama mapigano yataendelea na kusababisha mabadiliko zaidi ya udhibiti ya maeneo, au kama juhudi za kusitisha mapigano zitaweza kupunguza hali hii.
Kwa upande wa taarifa, ni muhimu pia kusubiri uthibitisho zaidi kuhusu idadi kamili ya waliouawa au madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo la Katale. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Kaniola wilayani Walungu mkoani Kivu Kusini baada ya mapigano makali kuripotiwa kwa muda wa siku mbili kati ya makundi ya wazalendo na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo hilo, mapigano hayo yameathiri maeneo kadhaa, huku sehemu ya wakazi wakilazimika kuondoka katika makazi yao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Vijiji vinavyotajwa kuathirika ni pamoja na Kaniola Centre, Chindubi, Mwirama na Bishaka na Chirwa. Kwa siku mbili mfululizo, milio ya mapigano imekuwa ikisikika katika maeneo ya Kaniola, huku wazalendo na wapiganaji wa M23 wakikabiliana. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mapigano yamekuwa makali kiasi cha kusababisha hali ya sitofahamu kwa wakazi. Baadhi ya wananchi wameondoka katika vijiji vyao wakitafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hali hii inaonyesha namna mapigano yanavyoathiri moja kwa moja maisha ya raia, hata pale ambako mapigano yenyewe hayafanyiki katika kila kijiji kinachohusika. Kwa sasa hakuna taarifa huru na iliyothibitishwa inayotoa idadi kamili ya watu waliokimbia makazi yao wala idadi kamili ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Taarifa kutoka eneo hilo pia linadai kuwa miili ya baadhi ya wapiganaji imeonekana katika eneo la Chihola. Inadaiwa kwamba wapiganaji wa M23 walijikuta katika hali ngumu baada ya wazalendo kuwazunguka katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Hata hivyo, madai haya bado yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi itakapothibitishwa na vyanzo huru, kwa sababu ya taarifa kutoka maeneo yenye mapigano mara nyingi hutolewa wakati ya hali bado haijatulia. Pia haijathibitishwa ni wapiganaji wangapi waliouawa, kujeruhiwa au kuondoka katika eneo hilo. Kwa mtazamo wa kiusalama, kinachotokea Kaniola kina muhimu zaidi ya kijiji kimoja. Mapigano katika eneo hili yanaweza kuathiri usalama wa vijiji vinavyozunguka na njia zinazotumiwa na wakazi kwa ajili ya biashara, usafiri na huduma za jamii. Mabadiliko ya nguvu kati ya wazalendo na M23 yanaweza pia kusababisha hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu nani anayedhibiti maeneo fulani. Ikiwa mapigano yataendelea, hatari kubwa zaidi itakuwa kwa raia ambao tayari wameanza kuondoka katika baadhi ya vijiji. Pili, hali hii inaweza kuongeza wimbi la watu wanaokimbia makazi yao ndani ya Walungu. Watu wanaokimbia mapigano mara nyingi ukabiliwa na changamoto za kupata chakula, maji, makazi na huduma za afya. Tatu, mapigano ya siku mbili yanaonyesha kuwa eneo hilo bado lina changamoto kubwa za kiusalama. Hata kama upande mmoja unadai kupata ushindi katika eneo fulani, hali inaweza kubadilika tena endapo mapigano yataendelea. Kwa wananchi wa Kaniola, Chindubi, Mwirama na Bishaka na Chirwa, jambo la kwanza ni usalama wa maisha. Kuondoka kwa wakazi katika vijiji hivi kunaonyesha kiwango cha hofu kilichopo. Shughuli za kawaida kama biashara, kilimo, usafiri na masomo zinaweza kuvurugika ikiwa hali ya mapigano itaendelea. Ni muhimu pia kwa upande zote zinazohusika katika mapigano kuhakikisha kuwa raia hawalengwi na kwamba sheria za kimataifa na za kibinadamu zinaheshimiwa. Kwa ujumla, Kaniola imeingia katika kipindi kipya cha mvutano baada ya siku mbili za mapigano makali kati ya wazalendo na waasi wa M23. Baadhi ya vijiji vimeripotiwa kupoteza sehemu ya wakazi wake kutokana na kukimbia kwa mapigano, huku taarifa ikidai kuwepo kwa miili ya wapiganaji katika eneo la Chiola. Hata hivyo, madai kuhusu idadi ya waliouawa, kujeruhiwa na hali ya kijeshi katika eneo hilo bado inahitaji uthibitisho zaidi. Kinachofuatia sasa ni muhimu. Tujiulize, je, mapigano yataendelea na kusababisha watu wengi zaidi kuondoka au hali itatulia na kuruhusu wakazi kurejea tena katika maeneo yao? Kwa sasa Kaniola na maeneo yanayozunguka yanaendelea kuhitaji uangalizi mkubwa wa kiusalama na kibinadamu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kikosi kipya kinachodaiwa kuwa sehemu ya MONUSCO kikiwa na jumla ya wahudumu 17 wa ndege na vifaa vyake
kimetumwa katika jiji la Goma, Kivu Kaskazini, Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, deployment hii inalenga kuimarisha shughuli za ufuatiliaji na uthibitishaji wa utekelezaji wa usitishaji wa mapigano katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na mapigano na mvutano wa kiusalama. Kuwasili kwa kikosi hicho kunakuja katika kipindi ambacho utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unahitaji ufuatiliaji wa karibu kubaini iwapo pande zinazohusika zinaheshimu ahadi zao. Katika mazingira ya mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usitishaji wa mapigano unaweza kuvunjika ikiwa hakuna mfumo madhubuti wa kufuatilia matukio yanayotokea kwenye maeneo ya mapigano. Uwepo wa wataalamu na vifaa vya ufuatiliaji unaweza kusaidia kukusanya taarifa kuhusu matukio ya kiusalama na kusaidia kudhibitisha madai ya ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano. Hii ni muhimu kwa sababu mara nyingi pande zinazopigana zinaweza kutoa taarifa zinazokinzana kuhusu nani anayeanzisha mashambulizi au kama makubaliano ya kusitisha mapigano yamekiukwa. Goma ni eneo ya kimkakati kutokana na nafasi yake katika mzozo wa Kivu nzima. Kuimarishwa kwa uwezo wa ufuatiliaji katika eneo hili kunaweza kusaidia taasisi za kimataifa kupata picha pana zaidi ya hali ya kiusalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hata hivyo, uwepo wa kikosi cha ufuatiliaji pekee hauwezi kumaliza mzozo au mapigano. Mafanikio yake yatategemea ushirikiano wa pande zinazohusika, uwazi katika utoaji wa taarifa na utayari wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa wakazi wa Goma na maeneo mengine yaliyoathiriwa na vita, matarajio makubwa ni kuona hatua hii inasaidia kupunguza mapigano na kulinda raia na kuweka mazingira bora kwa mchakato wa amani. Kuwasili kwa kikosi hicho cha watu 17 mjini Goma kunaashiria juhudi za kuongeza uwezo wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa usitishaji wa mapigano katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kinachofuatia sasa ni kuona kama uwepo huo utasaidia kubaini ukiukwaji wa makubaliano kwa wakati, na muhimu zaidi kuchangia katika kupunguza mapigano na kurejesha usalama kwa raia. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tujiunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Habari mpenzi wa RFI Kiswahili, karibu kwa pamoja tuchunguze habari mitandaoni ili tutofautishe zile za uongo na zile za ukweli. Uko nami Jupiter Mayaka. Mimi naitwa Hilary Ngati, tunashirikiana na wenzetu la Benevolencia, na wiki hii tunaangazia mkusanyiko wa picha zinazodai kuwa vikosi vya Marekani vimetua kule Bujumbura kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita vyake dhidi ya Rwanda. Kadhalika tunafichua ukweli kuhusu video iliyohaririwa yenye madai ya kupotosha kwamba makamu wa rais Duterte ameapishwa kuwa rais wa Ufilipino. Bila shaka hapo ulipo, ukitaka kuwasiliana nasi unaweza kutuma maoni yako au ujumbe wako wa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza na kujumuisha 254 707 888 555. Ujambo Ingati? Si jambo Jupiter Mayaka, mwezi unakwenda kwa kasi sana mwaka. Unakwenda kwa kweli, na kuna tahadhari imekuwa ikitolewa na idara za hali ya hewa. Bila shaka. Nasema kwamba El Nino inakuja. Kwa hivyo watu wajiandae. Mimi nimepanda vyakula ambavyo ni vya muda mrefu. Wewe ni mkulima kweli? Mimi ni mkulima, kwa nini unawapotosha wasikilizaji? Si mkulima wewe. Tuweze wapi ndugu Ingati? Sasa tuanze kuhakiki habari kwa kuangalia picha 4 zilizowekwa pamoja zikienezwa mitandaoni, haswa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mtandao wa Facebook tangu tarehe 7 Agosti, ikiambatana na madai yafuatayo na nukuu: makao makuu ya jeshi la FARDC yamesimamisha operesheni ya mashambulizi katika pande zote, wanasubiri kinachokuja Bujumbura. #Burundi ndio kituo kilichochaguliwa na Wamarekani kwa ajili ya makabiliano ya moja kwa moja. Sasa picha hii tumegundua kwamba ina vichwa tofauti. Mfano kwenye Facebook kuna kichwa kinasema Bujumbura, vikosi vya Marekani kutua DRC, Rwanda yaingiwa na hofu.
Kwenye YouTube kichwa pia kilisoma kwamba dharura, Marekani yatuma ujumbe mzito kwa Rwanda, huku ndege ya kijeshi ya Marekani ikitua Burundi. Sasa baada ya kuhakiki, picha ya kwanza ilitokana na mahojiano maalum ya seneta Olivier Sigoloti, mtaalamu wa migogoro ya kijeshi na jeshi la Ufaransa. Mahojiano hayo yalichapishwa Novemba mwaka 2025. Picha ya pili, msikilizaji, inatoka kwenye makala iliyochapishwa mtandaoni mnamo Aprili mwaka 2024 ikizungumzia matembezi ya Carentan Liberty March yaliyopangwa kufanyika tarehe 8 Juni mwaka 2024, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 80 tangu kutoka majeshi huko Normandy, Ufaransa. Jupiter, picha tatu inayodaiwa kuonesha ndege ya Marekani ikitua tuliipata kwenye Pickroll. Hiki ni chanzo cha maudhui ambapo unaweza kupata picha, nyaraka na vitu vingine. Maelezo ya picha yalisema picha hiyo ilipigwa katika kituo cha jeshi la anga cha Aviano nchini Italia. Hatimaye msikilizaji, picha ya 4 ilichapishwa mwaka 2024. Hakuna taarifa rasmi kutoka Burundi, DRC au Marekani inayotangaza kupelekwa kwa vikosi au vifaa nchini Burundi. Vyanzo vyetu kule Bujumbura vimetuarifu kuwa kwa sasa hakuna vikosi wala vifaa vya Marekani vilivyopelekwa nchini humo kwa ajili ya kupelekwa baadaye nchini DRC. Naam, hapo ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya RFI Kiswahili. Hapa tunapekua kwenye Facebook, Instagram, TikTok, X na YouTube, tukihakiki habari zinazopotosha. Mimi ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika. Nami ni Hilary Ngati. Muda tunasonga sana Jupiter, tunakwenda kule Ufilipino, ambazo napenda filamu zao sana za Wafilipino. Kwa kweli hazina mambo mengi. Bila shaka. Sasa msikilizaji, machapisho yanadai makamu wa Rais Sara Duterte ameapishwa kuwa rais mpya wa Ufilipino. Machapisho haya yalitumia vibaya picha za video kutoka kwenye hafla ya kuapishwa kwake kama makamu wa rais mwaka 2022. Msikilizaji, kilichofanya tuchunguze video hii ya Julai tarehe 27 mwaka huu 2026 ni kuwa kwa sasa Duterte anakabiliwa na kesi ya kuondolewa madarakani, ambapo anakabiliwa na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za serikali, kumiliki utajiri usioelezeka, rushwa na kutoa vitisho dhidi ya Rais Ferdinando Marcos. Na iwapo atapatikana na hatia, Ingati, Duterte anazuiwa kushiriki siasa, ni jambo ambalo linaweza kuvuruga kabisa mpango wake wa kuwania urais mwaka 2028. Sasa katika video hii ya TikTok, baadhi ya watu wametoa maoni wakionyesha kuamini kuwa video hii ni halisi. Hata hivyo, tumegundua video hii ilihaririwa tukitumia reverse image search. Fremu muhimu za video utafutaji ulitupeleka hadi kipande cha asili cha video hiyo. Kilikuwa na hafla ya kuapishwa kwa Duterte kama makamu wa rais mwaka 2022, ambacho kiko kwenye chaneli yake rasmi ya YouTube. Klipu inayosambaa imeondoa neno makamu na kukata sehemu ya maandishi yanayoonyesha kuwa tukio hilo ni la kuapishwa kwake kama makamu wa rais mwaka 2022, na katiba ya Ufilipino inaeleza kuwa makamu wa rais anaweza tu kuwa kiongozi mkuu wa nchi iwapo tu rais atafariki dunia, atajiuzulu, kupata ulemavu wa kudumu au kuondolewa madarakani. Rekodi rasmi zinaonyesha kuwa Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bado ndiye rais wa Filipino. Kipande cha video kilichosambaa kimekatwa kutoka kwenye video halisi ya hafla ya kuapishwa kwa Duterte kama makamu wa rais mwaka 2022. Ukweli au uongo? Ukweli au uongo? Kila Ijumaa saa 12:20 jioni, saa za Afrika Mashariki. Usipotoshwe. Naam, katika kitengo cha katuni anayetuchorea hii leo si mwingine bali ni Raf kutoka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raf, karibu sana, na jioni hii unachora nini? Jambo wasikilizaji wetu wa RFI, jambo ndugu zangu ambao mnapatikana kwenye studio. Wiki hii tuliamua kuongelea kuhusu habari ambayo inakuwa ikileta tena polemiki katika nchi ya Kongo, na hiyo habari inatokana na picha ambazo zimekuwa publie kwenye mtandao. Zinaonesha maaskari wa Etats-Unis d'Amerique ambao wakiwa na ndege zao, na watu ambao wamepibilia hizo picha wanasema kwamba hao ni waaskari ambao wanapatikana Burundi kwa sasa hizi. Halafu habari imechunguzwa, hizo picha zimechunguzwa, zinaonekana kuwa ni za uongo kwa sababu hizi picha zimekamatwa mahali tofauti na hazina hata uhusiano moja na nchi moja ya Afrika. Halafu kuna watu wametumia hii habari ili kudanganya wengine. Asante sana Rafu, wasalimie watu walio karibu nawe. Msikilizaji, kutazama katuni hii ya Rafu, tembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr/sw.
Muda wetu unasonga sana Jupiter Mayaka, lakini upande wa pili fundi wetu ananiambia kwamba washirika wetu la Benevolencia wako tayari na tumbuizo lao. Mimi nakubana we mwizi. Kwa nikuonesha au utaniponyoka. Kwa sasa ni mwizi we. Acha yeye akeni. Tunakubana ataninyanga shingo lakini. Sina kufikia Mpenda. Nina ukamata. Unaingia tu mbaya. Pale unarukia mchomavi. Mwachilie mbio. Uko hivi. Bwana, huyu mimi napata mulipisha na atanilipa. Mimi nakwambia ushangali. Kumbe mchoma ndio mwizi kabisa, maningilia mwangu akaniiba. Ndio kwa vita muache. Mimi huyu kabisa. Funga kinywa yako we mwizi. Mpenda. Pale unaanza fikia mbali. Unafahamu mzuri kama mchoma ibake papa. Achilia bwana, ndio vile alikuwa anatudanganya tangia zamani. Lakini mimi nilikuwa mimi namwaminia sana. Mekisha kuna tu video yenyewe Jolie peke kabisa anaonyesha kama mchoma ni mwizi. Jolie. Nini siwezi muacha. Mimi na barabia kama hii habari kabisa sizifahamu hata kidogo. Eko tu samu nadanganyika kabisa. Toka pale msema bongo. Chunga watu wote baone hii video yenye Jolie peke anahakikisha makombra chipu. Kuhakikisha. Mpenda, unaweza niambia mimi nahakikisha nini? Pardon. Lakini unambania nini vile acha niko na kuelezea. Mwachilie kwanza. Lakini bandugu, mbona mimi nachanganyikiwa? Jolie, vitu gani huko umeona wewe? Mbona sema Mpenda alipata video yenyewe wewe peke unahakikisha kama mchomeko mwizi? Mimi nachanganyikiwa. Video gani ile kwanza? Jolie, acha kujipanisha masambla. Mimi siko nafanya mamiza. Bandugu, pikwa hii video. Nani lakini nani? Mchunguze kwanza mzuri video bandugu yangu. Hii video wanatola tu parti kidogo. Ndio ile siku ya karamu ya sherehe anniversaire yangu hii. Na kwanza, mbona nyi wauli mko hapa nyuma mwa video? C'est vrai? Mimi Mio. Merde. Mchoma. Nilikuwa mubisirani yangu. Sama kabisa. Sikukumbuka hata kujipatia muda kuchunguza hii habari. Bwana, rafiki yetu tuhurumie sana. Nilikuwa monte sana. Tuwashukuru sana akina Mchoma na Jolie kwa tumbuizo la leo, na muwe na jioni njema. Na msikilizaji, ili tuhakiki kwa pamoja, tuwasiliane kule katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook RFI Kiswahili. Bila shaka unaweza kuwasiliana nasi kwa kutuma ujumbe wako kwa sauti kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza alama kujumuisha 254707888555, nasi tutasoma ujumbe wako na kukuhudumia ipasavyo. Msikilizaji, ni kuache utafakari hili pia. Hilary, wewe, ikiwa mafanikio katika maisha ni matokeo ya maamuzi yako, usiruhusu kufanya maamuzi mabaya. Ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika, lakini Jupiter Mayaka siku zote hufanya maamuzi mabaya. Uongo huo. Mimi ni Hilary Ngati, kwaheri hadi wiki ijayo. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni. Asante, chao.